vilabu vya Tanzania vimekuwa bora zaidi. Hii ni kutokana na namna ambavyo vimekuwa vikicheza na namna ambavyo pia wageni wamejijengea hofu kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Yanga bado ana nafasi kubwa kwenye kufuzu, kwani Silver Strikers bado ni timu ambayo inatafuta mafanikio makubwa, lakini mafanikio makubwa mdau ikiwa inatafuta bado inakutana na kikosi kikubwa cha Dar es Salaam Africans ambacho pia kina mafanikio makubwa sana kwenye michuano hii ya kimataifa. Na ukitazama timu kutoka ukanda huu Afrika Mashariki kwa tathmini kwenye michezo hii ya awali zimekumbana na ugumu mkubwa kutokana na pressure, kasi na mchezo ama ubora wa uliokutana nao, lakini pia timu zenye makocha waliocheza au kucheza kwenye ama ambao waliwahi kufundisha kwenye vilabu vya CAF na wameajiriwa kwenye vilabu hivi vipya na vilabu ambavyo msimu huu pia vinashiriki kwa mara ya kwanza, wamekuwa pia na uzoefu mkubwa, lakini discipline kimchezo na namna ambavyo kwa sasa pia coaching yao imekuwa tofauti. Unajua kwa sasa pia mpira unafanya transition kutoka mpira wa old version na kuja kwenye kisasa zaidi. Kwa hiyo hii imetoa ugumu pia kwenye hatua hii ya awali kwa vilabu, na tumeshuhudia pia pale Burundi Eagle Noel namna ambavyo walitoa upinzani mkubwa sana kwa klabu cha Al Ahly, na kwa hiyo inatoa tafsiri ya kwamba michuano ya mwaka huu ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya shirikisho kwa hakuna timu ndogo kwa ukubwa huo, lakini kwa namna pia ambavyo michezo hii ya awali imekwenda, na utaangalia kwa timu ambazo zimeingia ama zile mpya ambazo bado zinajifunza mikakati ya michuano mikubwa, namna ambavyo pia zinafaidika kupitia michuano hii. Hata ukitazama kwa kikosi cha Silver Strikers kupitia kujifunza mikakati ya michuano mikubwa imekutana na Dar es Salaam Africans na wamekuwa bora na kwa namna ambavyo walicheza mchezo wake kule uwezi ukaacha kuwapongeza kwa namna ambavyo walikuwa wanabadilika kulingana na makosa ambao Yanga wanayafanya. Ni wakati sahihi pia kwa walimu wa timu zote mbili, kikosi cha Simba lakini pia Dimitri Patev, lakini pia kikosi cha Yanga mwalimu Patrick Mabedi ambaye kwa sasa pia anakinoa kikosi hicho kurudi pia kwenye uwanja wa mazoezi na kuclear mapungufu ambayo yalijitokeza kwenye mchezo wa Yanga. Sina hofu kwenye klabu ya Simba kutokana na advantage ambayo anaingia nayo ya magoli matatu, si magoli machache, na kwamba Singizini unawapa nafasi kubwa ya kuja kupindua meza kwa magoli 4 hasa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao tunafahamu una historia kubwa sana na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa Yanga ndio hilo swala kubwa, kwenda kufanyia kazi mambo kadhaa ikiwemo pia eneo la safu ya ulinzi ama defensive line ya kikosi hicho. Kwa sasa pia mfumo ambao ulikuwepo kubadilika kwa mfumo bado kuliwapa kazi kubwa sana wachezaji kama Ibra Baka, Dickson Job eneo lile, kutokana na namna ambavyo kukliki kwenye mfumo. Mwalimu Lomeni Folz alikuwa ni muumini wa kubadilika mfumo 4-4-2 pia lakini 3-5-3 hiyo pia iliwapa wakati mgumu pia defensive line ya Yanga namna gani ambavyo wangeenda kubadilika. Lakini pia eneo la holding midfielder ama kiungo mkabaji ambaye atapunguza hatari nyingi kuzifikia. Hata ukitazama goli ambalo walilipata Silver Strikers lilitokea eneo lile la kati. Kwa hiyo ni muda sahihi pia kuwapa confidence wachezaji kama Azizi Ndambwile, la wachezaji kama Duke Abuya, Mdathiri Yahya eneo lile la kati, kwamba wana nafasi kubwa pia ya kuzuia mashambulizi kabla hajafikia nafasi ya ulinzi. Bana, ligi kuu Tanzania bara leo itaendelea kwa mchezo mmoja, mchezo utakaopigwa kunako uwanja wa KMC Complex. Pale ni mchezo baina ya kikosi cha Mbeya City dhidi ya Tanzania Prison. Hii ni Mbeya Derby na mchezo unachezwa majira ya saa 10 kamili za jioni, na tunafahamu pia historia ya vilabu hivi kutoka pale jijini Mbeya. Wanachezea KMC Complex kutokana na uwanja wa Sokoine kufungiwa kutokana na kutokukidhi vigezo vya shirikisho la soka hapa Tanzania TFF na bodi ya ligi, na ni mchezo mgumu. Ni mchezo ambao Mbeya City anaingia akiwa ametoka kuchukua ushindi dhidi ya kikosi cha KMC, lakini pia kikosi cha Tanzania Prison kinaingia pia kikiwa na kimeanza msimu huu kwa ushindi wa wastani. Kimeshinda mchezo mmoja na kikipoteza michezo ambayo ilicheza michezo miwili. Lakini Mbeya City cha kufurahisha anaingia kwenye mchezo huu akiwa anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Kama ligi inaisha leo
basi Mbeya City anapewa taji lake, na Mbeya City anaongoza ligi kuu Tanzania bara akiwa na alama 7, na leo anakwenda kukutana na kikosi cha Mwalimu Otieno wa Tanzania Prison. Mimi bado naona ni mchezo mgumu kweli kweli kutokana na mbinu ambazo wamekuwa wakizitumia, na ukitazama Mbeya City imerejea ligi kuu Tanzania bara mara baada ya kushuka kwa takriban misimu miwili. Imekuwa ni wakati mzuri pia kwa Mwalimu kuweza kwa sasa kuionyesha kwamba ukubwa wa Mbeya City ambao waliwahi kuingia ligi kuu Tanzania bara na kushika nafasi ya 3 bado upo na uhai mkubwa. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, ni mchezo wa kimbinu pia. Kesho pia ligi kuu itaendelea kwa michezo mitatu, lakini hapa Dodoma kutakuwepo na mchezo mmoja ambapo Dodoma Jiji watakipiga na Mtibwa Sugar. Sawa sawa. Anaitwa Dolo Boy kutokea Kisasa, anasema game ya leo ya derby ya Mbeya kati ya Tanzania Prison